Tarehe 25 Mei, Mahakama Kuu ilitoa amri ya kuzuia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuchukua hatua yoyote dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufuatia barua iliyowasilishwa kwa chama hicho takriban mwezi mmoja uliopita, wakikitaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujieleza kwa kina kwa nini chama hicho kisichukuliwa hatua, ikiwemo kufutiwa usajili au kutozwa faini. Hata hivyo, hii leo kuna barua ambazo zimekuwa zikisambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii zikieleza tena ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kurejea upya na kutaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuchukua hatua za kutoa maelezo kwa kina. Katika barua hizi ambazo zinasambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii zinaeleza kwamba Katibu Mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema CLP 31191 Dar es Salaam yahusu kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Naomba urejee swala tajwa hapo juu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatumia fursa hii tena kuwataka Chadema kuwasilisha maelezo kuhusu utekelezaji wa masharti ya sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 toleo la urekebu la mwaka 2023 katika shughuli za chama chenu. Katika mitandao ya kijamii kuna video inaonyesha Bwana Joseph Osman Mbilinyi, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa na mjumbe wa kamati kuu ya chama chenu, akiongea lugha au maneno ya matusi, kashfa na dhihaka dhidi ya wanasiasa wenzake katika mkutano wa hadhara wa chama chenu, swala ambalo ni ukiukwaji wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili 19 kifungu kidogo cha pili F ya sheria ya vyama vya siasa. Maneno hayo pia yanakiuka kanuni ya 8A ya kanuni za kuratibu mkutano wa hadhara ya vyama vya siasa za mwaka 2023 TCN 209. Bwana Joseph Mbilinyi ameongea maneno yafuatayo, nukuu: wamekuja na slogan sahihi, wanazunguka never 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 matako yenu. Na vile katika mitandao ya kijamii kuna video nyingine ambayo inaonyesha mwenyekiti wa kanda ya kaskazini wa chama chenu Bwana Samuel Welwel akiongea maneno ya kuchochea watu kuwa na uadui na kupambana na jeshi la polisi badala yake kuheshimu na kufuata sheria za nchi, swala ambalo ni ukiukwaji wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili na 19 kifungu kidogo cha pili F vya sheria ya vyama vya siasa. Bwana Samuel Welwel aliongea maneno yafuatayo, na nukuu: tuendelee kusogea huko mlioko huko, msiogope polisi hawatuwezi. Si mnakumbuka ya tarehe 29 jamani. Pia kuna video inaonyesha Bwana Godbless Jonathan Lema, mjumbe wa kamati kuu ya taifa ya chama chenu, akiongea maneno ya kashfa na kejeli katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na chama chenu, swala ambalo ni ukiukwaji wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili na 19 kifungu kidogo cha pili F vya sheria ya vyama vya siasa na kanuni ya 8A ya kanuni za kuratibu mkutano wa hadhara ya vyama vya siasa mwaka 2023. Bwana Godbless Jonathan Lema aliongea maneno yafuatayo, na nukuu: hamtaki kusema achia madaraka, rudi kwa mke wako ukae na mke wako. Hivyo kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili A cha sheria ya vyama vya siasa kama ilivyorekebishwa na kifungu cha sheria ya vyama vya siasa kama ilivyorekebishwa na kifungu cha 21 cha sheria namba 3 ya mwaka 2024 na kanuni ya 11(2) ya kanuni za kuratibu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa za mwaka 2023, msajili wa vyama vya siasa anawataka Chadema mwasilishe maelezo kueleza kwa nini usajili wa chama chenu usisimamishwe au chama chenu kutozwa faini kwa kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa, ikiwa masharti ya usajili au kupewa adhabu kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya kanuni za kuratibu mikutano ya hadhara na vyama vya siasa za mwaka 2023. Maelezo yenu yawasilishwe ofisi ya msajili wa vyama vya siasa sio zaidi ya tarehe 8 Juni 2026 saa 9:30 alasiri. Nimekutumia video hizo kwa njia ya barua pepe ya chama na yako binafsi na WhatsApp. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tunarudia kuwasihi Chadema kufuata masharti ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria za nchi katika kutekeleza shughuli zenu za kisiasa. Wako katika ujenzi wa taifa. Msajili wa vyama vya siasa.